Tunaendelea Wizara ya Maliasili na Utalii. Sasa namuita Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, aulize swali lake. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa swali namba 666 lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Maliasili na Utalii. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara inatambua umuhimu wa wafanyabiashara wanaovuna miti kuchangia kwenye upandaji miti. Kwa kulitambua hilo, Wizara kupitia tangazo la serikali namba 132 la tarehe 21 Februari 2025 imeweka tozo ya 5% ya mrabaha unaolipwa serikalini kutoka kwa kila mfanyabiashara anayevuna miti kama tozo ya upandaji miti, yani Tree Planting Fee for Commercial Tree Harvesting, kupitia mfuko wa misitu Tanzania, yani TAF. Utaratibu huu wa kuchangia upandaji miti unafanyika kwa wavunaji wa miti katika misitu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuratibu tozo hiyo, na ikiwa itaonekana kuwa kuna haja ya tozo hiyo kulipwa na wafanyabiashara wanaovuna miti katika misitu inayomilikiwa na watu binafsi, marekebisho ya kanuni yatafanyika ili tozo hiyo iweze kulipwa pia na wafanyabiashara nao wanaovuna miti katika misitu inayomilikiwa na watu binafsi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi tena, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu. Kwenye maeneo na misitu ya serikali tunashukuru kuna utaratibu mzuri wa kuhakikisha kuna sustainability ya replanting. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye maeneo ya misitu ya watu binafsi utaratibu huo bado haupo, na kiuhalisia wafanyabiashara na wawekezaji kutoka hasa nchi za nje na hasa nchi za Asia wamekuwa wakiendeleza na kuongeza kasi kubwa sana ya uvunaji wa miti bila kuwa na mpango wa replanting. Sasa swali la kwanza, serikali pamoja na majibu yao hamuoni haja sasa kwa sababu ya depletion ya miti ya kupandwa kwenye maeneo hayo kuweka utaratibu ili wafanyabiashara na wawekezaji hao nao wachangie kwenye mpango wa upandaji wa miti? Swali la pili, kilimo cha parachichi kwa kiasi kikubwa sana na chenyewe kimechangia kasi kubwa ya uvunaji wa miti na kutopandwa kwa miti mipya. Serikali haioni haja ya kufanya hamasa kubwa hasa maeneo ambayo mazao ya horticulture yanalimwa kwa wingi na hasa kuongeza miche? Kwa Njombe tunahitaji zaidi ya 10,000, tunapata 2,000. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Mwanyika, na kabla ya kujibu naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Mwanyika kwa maswali yake ambayo yanajenga. Ni maswali ya kujenga, ni maswali mazuri, nampongeza sana. Lakini pia kwa namna anavyowahudumia na kuwatumikia wananchi wake kule Njombe mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali lake la kwanza ni ushauri. Niseme ushauri wake umepokelewa na utafanyiwa kazi. Serikali itakaa kwa pamoja kuona namna gani ya kuhamasisha na namna gani ya kuweka kanuni zetu ili kusudi ushauri wake huo umetekelezwa kwa vitendo. Lakini swali lake la pili, ni kweli serikali inakubaliana na Mheshimiwa mbunge anachokisema kwamba baadhi ya maeneo ipo haja kubwa sana ya kuongeza idadi ya miche, na serikali itafanya hivyo kwa maslahi ya taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.